Aliyekuwa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte amekamatwa Jumanne Machi 11, 2025 mjini Manila kwa hati ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Kwa mujibu wa The New York Times, Rodrigo amekamatwa baada ya mahakama ya ICC kutoa waranti inayomtuhumu kwa uhalifu dhidi ya binadamu katika vita yake ya dawa za kulevya, ambapo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanasema makumi ya maelfu ya Wafilipino waliuawa. Taarifa zinasema aliwekwa kizuizini katika uwanja wa ndege wa Manila baada ya kurejea kutoka safari ya Hong Kong, kulingana na serikali ya Ufilipino. Wakili wa Rodrigo Salvedo Panero amesema kukamatwa kwake ni kinyume cha sheria kwa sababu Ufilipino ilijiondoa katika mahakama ya ICC wakati wa Rodrigo akiwa rais. Rodrigo mwenye umri wa miaka 79 aliondoka madarakani mwaka 2022. Anatajwa kuwa rais mbabe. Hata hivyo, bado ni mmoja ya wanasiasa wenye ushawishi mkubwa wa Ufilipino, lakini kukamatwa kwake kumetajwa kunaweza kuwa hatua kubwa kuelekea uwajibikaji kwa maelfu ya Wafilipino ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitafuta haki kwa pendwa wao ambao wengi wao waliuawa kwa kupigwa risasi na maofisa wa polisi na walinzi. Wanaharakati wanasema idadi kubwa ya waathirika walikuwa maskini, pia waliuliwa Ufilipino na majini ambao baadhi yao walikuwa watoto wadogo na watu ambao hawakuwa na uhusiano wote na biashara za dawa za kulevya. Ni watu wachache tu waliopatikana na hatia kuhusiana na mauaji hayo, ambayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema jumla ya watu 30,000 waliuawa. Nina furaha sana kwa Rodrigo amekamatwa ili hatima yake tupate haki. Amenukuliwa Christina Jomula ambaye wanaye watatu waliuawa wakati wa vita ya dawa za kulevya. Akiwa ofisini kipindi hicho, Rais Rodrigo aliondoa Ufilipino kutoka mahakama hiyo ya ICC ambayo ilikuwa imeanza kuchunguza mauaji hayo ya kiholela. Lakini Ufilipino bado ni mwanachama wa Interpol ambayo inaweza kutaka kukamatwa kwa Rodrigo kwa niaba ya ICC. Hata hivyo, mwakilishi wa Interpol alikuwepo wakati wa Rodrigo alipokuwa akikamatwa. Wakati muhula wa Rodrigo wa miaka 6 ulipomalizika mwaka 2022, utawala wake ulieleza kuwa watu 6,252 waliuawa na vikosi vya usalama ambao wote walielezwa kama wahusika wa dawa za kulevya.